Kutoka nyumbani kwa baba mlezi wa marehemu Sebo, nimekutana na kakaangu Salim Kikeke, mmoja kati ya watangazaji mahiri kabisa kwenye kiwanda cha habari. Pole sana kwa msiba kakaangu. Asante sana bana, pole yetu sote. Tasnia imepoteza mtu mzito sana, kwa hiyo pole yetu sote. Sawa. Labda kwa mtu ambaye hakufahamu vizuri na ambaye amfahamu Sebo, ni kwa namna gani ambavyo mlifahamiana kwenye kiwanda hiki cha habari? Sebo mimi sikufanya naye kazi kwa ukaribu sana, lakini kwa sababu wote tunafanya kazi kwenye tasnia ya habari, tulikuwa tukikutana kwenye matukio tofauti tofauti. Kwa hiyo lakini unaona kabisa alikuwa akifanya kazi kwa karibu sana na Francis na kuweza kukiinua kituo cha EFM na TVE. Na mara ya mwisho yeye na Francis walinialika wakati wanafungua studio yao mpya ile ya digital ya kisasa kabisa, na kama kuna watu watakumbuka, nikaenda nikasoma habari pale. Vyote vilikuwa ni mawazo yake ili kuweza kuchachusha tu tasnia yetu. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa ana maono ya mbali sana, alikuwa anajua tasnia ya habari ya hapa nyumbani kwa upana wake. Kwa hiyo nafikiri tumepoteza mtu mzito sana katika tasnia yetu ya habari kusema kweli. Na imekuwa ni ghafla sana, unajua mtu akiwa anaugua kidogo unakuwa unaona kwamba labda inaweza ikatokea, lakini hiki kitu kama mchana yuko sawa tu, alafu jioni ghafla kaondoka, inakuwa na maumivu makubwa zaidi. Sebo alikuwa ni mtu wa misimamo sana, namna ambavyo anasifika yeye. Labda wewe kama ambavyo ulimfahamu, lakini ambavyo ulikuwa unaona kazi zake, una rai gani kwa vijana ambao walikuwa wakimtazama kama kioo? Mimi nafikiri ni vitu vingi sana vya kujifunza kutoka kwake. Kuwa na msimamo kwenye tasnia yetu ni jambo la muhimu sana, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa sana wa kuyumbishwa katika kazi zetu hizi ambazo tunafanya, hasa katika mazingira ambayo tunafanyia kazi. Kwa hiyo kwa vijana ambao wanakuwa na wanaingia kwenye tasnia hii, kusema kweli, kuwa na msimamo wako inaweza kuwa wakati mwingine akakuingiza hata kwenye matatizo, lakini unatakiwa uamini kwa kile kitu ambacho unasimamia na kuwa na msimamo, na utafanikiwa zaidi katika tasnia hii. Sawa. Neno la mwisho kwa Majizo, mkurugenzi wa EFM, ambaye kwa ukubwa ndio ambaye amefikwa sana na msiba huu. Nafikiri nampa pole zote, pole kwa niaba ya kituo chetu cha Crown, pole kwa niaba ya waandishi wote wa habari na watangazaji. Najua ameguswa sana, lakini unajua huu msiba ni wa kwetu wote. Kama nilivyosema, yeye ndo alifanya naye kazi kwa karibu sana, na ameona mshtuko ambao ameupata. Tunamwombea Mungu apate faraja katika kipindi hiki kigumu. Najua ni ngumu sana kukubali, lakini wote tunaelekea huko. Kwa hiyo pole zetu sana kwake yeye na familia yake, kwa sababu alikuwa karibu sana na familia ya Francis. Kwa hiyo tumekuja na sisi kumuunga mkono, kuonyesha kwamba hayuko peke yake, lakini pia kwa familia ya Dennis nawapa pole na wenyewe. Tunajua ni pengo ambalo haliwezi kuzibika kusema kweli. Kwa hiyo huyu unasema ni mtu wa watu, unajua familia imempoteza, lakini na tasnia pia imempoteza. Tutamiss kwa kiasi kikubwa sana. Bwana, nishukuru sana na asante. Pole pia kwa msiba. Asante sana bwana, pole nayo. Hii ni 7 Media na huyo ni Salim Kikeke, umemsikia. Asante kwa muda wako. Behind the camera naitwa LJ Worldwide.